Kwa majina naitwa David Komala kutoka kampuni ya Interchick. Ni daktari kutoka kampuni ya Interchick, na tupo hapa kwenye shamba darasa la wilaya Kisarawe, na kama mnavyoona tupo na kuku aina ya Tanbro. Tulikuja nao, tuliwaleta tangia kifaranga kutoka Interchick na tukawaingiza kwenye hili shamba darasa kwa ajili ya kuanza nao tangia day 1 mpaka sasa wakafika umri ambao wana mwezi mmoja, wana siku 52 mpaka sasa, na walipofikia na uzito ambao tayari sasa hivi tunapata uzito wa kilo 2 na point, ambao hii yote imesababishwa na ubora ambao tumeweza kuleta vifaranga, pamoja na kulisha vizuri, pamoja na kuzingatia afya, pamoja na kuzingatia malisho bora. Hawa vifaranga mnavyoona mpaka sasa, hawa kuku ambao wameshafika wana uwezo wa kuvunwa hata sasa, ila kutokana na sasa, na hili ni shamba darasa ambalo limewekwa kwa ajili ya kuweza kuwafundisha wafugaji wajane ambao wapo ndani ya wilaya ya Kisarawe, ili waweze kupatiwa kuanza kupata motisha kuweza kupata motisha kuweza kufuga kwa wingi na kuongeza ujasiriamali kutoka kwenye kujiinua kiuchumi, kutoka kwenye maisha yao ya sasa na ufugaji, kuacha ufugaji ule wa kizamani kuja kwenye ufugaji wa sasa wenye tija zaidi. Na tunavyoona kuku hapa wamechanganyika, tuna majogoo na tuna matetea. Hao wanapokuepo humu tunakuwa tunapata majogoo na matetea. Actually kwamba matetea yanakuepo kiasi na majogoo yanakuepo mengi kidogo, lakini ni kuku ambao wana uwezo wa kuishi katika mazingira yote. Mpaka sasa ukiangalia ni kuku ambao hawana ugonjwa wote, hawaoneshi wana magonjwa na hawaoneshi wana shida yote, lakini ni kuku ambao anahimili ugonjwa. Ni kuku ambao pia ana ukuaji wake mkubwa, kwa maana ana nyama nyingi na anakuwa na uzito mkubwa. Ndio sifa kubwa ya kuku aina ya Tanbro. Tanbro sifa zake kubwa zinazoitangaza Interchick ni kwamba ubora wake mkubwa wa uzito. Ni kuku mwenye uzito mkubwa sana, na ni kuku ambao anahimili magonjwa na uwezo kuishi kwa ndani, kwa kufugwa ndani au nje, kwa nje kama kuku wa kienyeji, na anahimili mazingira yote ya nje. Na ni kuku ambaye yeye ukimwangalia katika mazingira yake ana uwezo wa kukaa katika mazingira yoyote yale anayokutana nayo. Ukicheki huyu kuku hapa, hata idadi ya kufikisha miezi miwili hajafika, hana hata miezi miwili, lakini tunaona kabisa, lakini ni kuku ambaye tayari ni mkubwa na uzito wake ni mkubwa wa kutosha, ambao ni kuku ambaye mpaka sasa hata kushambuliwa kwa magonjwa tunaona amekaa vizuri. Kwa hiyo tunavyoona wahusika ni hawa ambao tunawategemea, ambao ndio tunategemea wamekuja kwa ajili ya kuvuna, kwa ajili ya kuchukua kwenda nao kama shamba darasa wamekuja kuona. Kwa hiyo wachukue waende nao huko sehemu za kijijini ili kwenye vijiji vyetu, ili kwenda kuwafuga na kuweza kujipambanua, kujiongeza katika maisha yao na mitaji yao.